Ndugu zangu, ile misingi tuliyoaminishwa kuanzia mashuleni mpaka makanisani kwamba ndiyo inayoweza kumsaidia mwanadamu kuishi kwa furaha katika uso wa dunia hii imefeli moja kwa moja. Mtu atasema misingi ipi ambayo tuliaminishwa mashuleni na makanisani kwamba kwa kutumia hiyo misingi mwanadamu anaweza akaifurahia hii sayari? Ubepari, demokrasia na uhuru. Hivi vitu vitatu ndivyo tunavyohubiriwa makanisani na mashuleni. Kwa wale wenye bigger brain wanaelewa kitu tunachofundishwa shuleni. Hapa kwenye uhuru kuna uhuru wa kujieleza na uhuru wa kufanya unachokiweza. Watu wanaoishi kwenye mitandao kama mimi wanaona jinsi gani watu wanavyotafuta riziki kwa namna mbalimbali wawezavyo, iwe uhalali iwe isiwe uhalali. Huwezi kumshauri mtu kwa sababu huwezi kumlipia bills kama wanavyodai. Mtu anavua nguo wanafanya wanavyofanya ili wapate riziki. Sasa mkuu wa kusimamia hii misingi ndo anavyoelekea kufeli taratibu. Ni swala la muda tu. Sasa kuna kitu nataka niwasaidie wa Tanzania. Kwa nini huwa napenda kuitaja JKT na kuaga na mifano mizuri sana. Marekani wanaumiza kichwa sana. Unajua Marekani wako kwenye cage, wamefungiwa ndani na hawana option. Chochote wanacholetewa ndio hicho. Marekani kama kuku wa kizungu, unacholetewa ndio ule, huwezi kuchagua kwa sababu huwezi kutoka kwenda kujitafutia. Ni kitu gani nataka kusema? Democrat ya Joe Biden ndio iliyowachukua Marekani kuivamia Urusi kwa kutumia Ukraine. Tunakumbuka wote. Kwa kupitia vita ya Ukraine, Ulaya na Marekani wakajiaminisha kwamba ndani ya miezi mitatu wangeudondosha uchumi wa Urusi, wangeingia wagawane kila kitu. Kamari kafeli. Miezi mitatu tu wakuu wa uchumi wa dunia hii wakaja wakaniambia Marekani ndio imepoteza utawala wa dunia. Kwa sababu baada ya Urusi kufanikiwa kuishi nje ya dola, dunia ikaelewa kumbe maisha nje ya dola yanawezekana. Joe Biden akaondoka madarakani akiwa na sifa mbaya zote unazozijua wewe. Kwamba alikuwa ni mgonjwa wa akili, vitu vyote unavyojua wewe Joe Biden aliambiwa. Wakaweka Republican. Ni kitu gani Trump amekifanya? Kwenye kidonda cha Joe Biden wameweka pilipili, wameweka chumvi, yani wameharibu. Yani Trump ndio mbaya wa wabaya. Kuna hizi kofia zake zimeanza kutengenezwa huko kiasi cha nchi ambazo ameshazishambulia mpaka sasa hivi, mpaka nyingine nilikuwa sizijui. Ngoja nikuwekea hapa uzisome hizo nchi nyingine, nchi alizozivamia. Kuna kofia ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kuna make Iraq great again, make Somalia great again, make Venezuela great again, make Syria great again, make Yemen great again, make Ecuador great again, make Nigeria great again, make Iran great again. Hiyo ndiyo sera ya bwana Trump aliyowabaka akili wa Marekani wampe urais kwa ile slogan yake ya Make America Great Again. Ameenda kufanya nini? Point gani nimeleta hapa Tanzania? Democrat na Republican kama ninavyowaambiaga wako chini ya walimwengu. Hapa juu kuna watu wanaitwa walimwengu, wanaoitawala dunia, wanaotengeneza sera, wanawapa hawa watu hapa katikati, wanasiasa, ili wanasiasa kutuletea sisi namna tutakavyoishi. Sasa chukua Democrat na Republican, hebu tulete kwa CCM na Chadema. CCM na Chadema ni sawa na Democrat na Republican. Usijizime data. Watu wa Chadema wakiguswa wanakuambiaje? Tunaenda kwa wakimataifa. Nadhani wakimataifa wa watu wa Chadema mnawajua. European Union. Marekani mnajua mabosi wao. Ndugu zangu, Urusi imeishinda Marekani kwa sababu linapokuja swala la maslahi ya Warusi, wote wako kitu kimoja. Unajua Urusi kwa miaka ya mwanzoni baada ya Soviet kudondoka, demokrasia iliingia. Demokrasia ilivyoingia, wakaona hii sio, Putin ndo amekuja kuwaokoa. Sasa Putin anachokifanya nini? Ni kuua mtu yoyote mwenye itikadi za kidemokrasia. Kumuua. Yaani mkiwa mnaongea kikao, alafu ukawa na mawazo ya demokrasia, kuna namna idara ya ujasusi ya Urusi inakumaliza. Wanakuliquidate. Yes. Linapokuja swala la Urusi kwanza,
Usidivert, simama kwenye mstari. Usituambie wa kimataifa. Wa kimataifa nani na sisi ndio wa kimataifa? Hiyo ni Urusi. Twende kwa Iran. Swala la muda Iran atapata heshima yake. Ni namna gani Iran wameshinda? Kuna misamiati mingi. Decentralized mosaic commanding structure. Mfumo wao wa kiongozi uko decentralized. Uwa watu wote pale Tehran, bado makombora yatazidi kwenda tu Israel na sehemu nyingine. Hapa sitaki kuzungumzia vita. Idea yangu ni nini? Watanzania, platform ya kuijenga nchi kwa uzalendo wa kweli ni JKT, Jeshi la Kujenga Taifa. JKT ni nani? JKT ni kila Mtanzania aliyezaliwa ndani ya Tanzania analijenga taifa la Tanzania. Period. Wala usiongeze kitu. So far tuko kwenye mwavuli, tuko kwenye mwavuli wa mabepari. Ndugu zangu, asikudanganye mtu. Tukibadilisha vyama vya siasa tutapata maendeleo. Toa hicho kitu. The democratic system ya ulimwengu ambayo tulidanganywa kwamba rotation ya kubadilisha vyama ndio maendeleo. Angalia kinachoendelea Marekani. Tunaweza basically tuweke wazi. Unajua watu wanajua Marekani haichaguagi kiongozi, ila kuna tabaka la watu linawachezea Amerika akili. Kwa maana mtoa huyu anamweka huyu. Kwa hiyo wako kwenye mchakato Trump aondoke wamrudishe. Kwa hiyo Marekani wako kwenye mchakato wa kuitoa Republican wairudishe Democrat. Wametoa nini, wamerudisha nini? Ndugu zangu, lazima tutafute mechanism. Tabaka la kisiasa haliwezi kuingilia tabaka la kiuchumi tunavyojenga nchi yetu. Inamaanisha nini? JKT kama uti wa mgongo wa kuijenga nchi haitakiwi ikaingiliwa na siasa whatsoever. Lazima tutengeneze huo mfumo. Lazima tutabadilisha huo mfumo wa maisha tu. Huko juu kuna pasuka. Kumbuka tulikuwa kwenye dunia mmoja, mkubwa mmoja. Kwa hiyo mfumo wetu wa kiutawala ulitengenezwa nao akina Marekani. Unafikiri ulitengenezwa na nani? Si ndio Mwinyi alisaini? Kizuri Mwinyi amekufa akasema Watanzania hawakukubaliana na huu mfumo, bali kwa sababu ya pressure ya njaa na yeye ndo alikuwa baba wa nchi, ikabidi atupeleke huko. So mfumo umeshafeli kuanzia juu. Tujiandae na sisi kutengeneza mfumo wetu. Mfumo ni ule ule Nyerere aliudraft. Lazima turudi pale. Warusi wako kwenye mfumo ambao Nyerere aliuwaza. Wa China wako kwenye mfumo ambao Nyerere aliuwaza. Wa Iran wako kwenye mfumo ambao Nyerere aliuwaza. Nchi itajengwa na wananchi. Nchi haiwezi kujengwa na aliens. JKT lazima ipewe nchi, na maanisha ardhi. Lazima tutoke kwenye mfumo kwamba central government anamiliki ardhi. Kitengo kingine ambacho lazima kiingie kwa JKT ni kitengo cha elimu. Yes, mitaala ya elimu ya nchi lazima tuitengeneze sisi. Nani anakumbuka mabadiliko ya elimu kwa Mkapa na Kikwete? Unafikiri serikali ya Kikwete ndio ilikuwa inaamua? Aliens walikuwa wanatoka nje, wanajua kabisa hii itatuharibia biashara. Tengeneza mfumo wa kutengeneza akina P Diddy wengi, akina Jay-Z wengi, akina Diamond wengi, akina Chief Godlove wengi hapa. Kutengeneza mtu ajue thamani ya ardhi yake ya Kilimanjaro, thamani ya ardhi yake ya Geita. Tutawatawalaje hawa watu? Wa kututengenezea mitaala sahihi. Na tunaweza tukawadai kwamba mnatupa mtaala gani? Ni JKT, Jeshi la Kujenga Taifa. Ndugu zangu, tuamke. Dunia ya sasa, you must understand your leverage and apply your leverage in a global stage. Angalia Iran anacho demonstrate pale. Kwa kifupi pale Iran anacho demonstrate ni kwamba kama Waarabu wanataka kuishi kwa amani, lazima Iran yaheshimike. Kama wataki, kama Iran inabidi ustaarabu wake ubadilishwe, yani sovereignty yake iingiliwe, Waarabu wote wanakwenda kuwaka moto. All investment in Arab state, Gulf state, yote inaharibiwa. Ndicho kinachoendelea. Wewe unafikiri kinachoendelea nini? Wa Marekani walishindwa kuivamia Urusi kwa sababu Urusi ana nuclear. Uongo kweli? Anachokionyesha Persian people ni kwamba we gonna destroy everything if we must lose our sovereignty. Tutaharibu kila kitu katika sehemu hii kama tunatakiwa tupoteze ile heshima yetu kama Mapersian. Ndicho anachokionyesha. Ni heshima kiasi gani? Nirudi hapa nyumbani. Hili swala la Mzaramo hajui thamani ya bandari yake mpaka aliens waje waimiliki bandari yake, kwamba Mzaramo hakupewa elimu sahihi ya mazingira yake. Swala la Mchaga, sijui wazungu wanalima nini kule Uchagani, kwamba Wachaga hawakupewa elimu sahihi ya sehemu yao. Popote unaona aliens amemiliki ardhi,
We should have blamed JKT. JKT alikuwa anakulaumiwa. Kwa nini? Kwa sababu hakutoa elimu sahihi ya watu wajue sehemu yao. Wanafikiri Warusi wanaga hakuna aliens wa Kiulaya wamewekeza Urusi. Wapo. Wanachonga makapenta, ni makapentry na sinaonaga especially wa friends wana vyao vya kikapenta. Kuna vitu ambavyo Western wamewekeza Urusi, lakini sio kugusa moyo wa uchumi wa Warusi. Na maanisha nini? Uhuru wa kweli ni uchumi number 1. Kwa kama tunataka tuurani uchumi wetu, lazima ardhi iwe ya kwetu kwanza. Sisi kama JKT. From there, inabidi tuanze kupambana kumiliki teknolojia. Teknolojia yoyote iliyo katika uso wa dunia, lazima JKT aanze kutengeneza program tuimiliki. Iwe ndege, iwe kwenda mwezini, iwe kwenda Mars, popote pale. We can. Kuna mtu atasema ati how? Wafikiri China imekuwa vile kwa siku moja? It was a process. Wachina walichaguana, wengine wameenda Urusi, wengine wameenda Marekani. Wamerudi wako mwezini wenyewe. Space mission za Wachina hawashirikiani na mtu. Kwa nini? Kazi ya JKT ya Wachina ni kuhakikisha Wachina wote wanapata elimu sahihi kujenga taifa lao. Ndugu zangu wa Tanzania, tunahitaji JKT kama uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania. JKT ambayo haitaingiliwa na Chadema, CCM, Chauma. Hivi vyama vitakuwepo tu, vitakuwa kama Tukuyu Star na bandari ya Mtwara. Period. That's what we're gonna do. Huu mfumo wa maisha kujengewa choo cha stendi na World Bank, lakini World Bank haiwezi kujengea daraja la kupita mamilioni ya watu. Tuna compromise na World Bank tu Ndugu zangu, we must wake up, kwa sababu dunia inabadilika kwa kasi ya ajabu. Na kinachobadilika kwamba waliotuaminisha demokrasi, ubepari na uhuru ndio misingi ya mwanadamu kuishi katika dunia hii, wamesha fail. Duniani watu wanahitaji riziki na elimu ya kutawala walichopewa na Mungu. Period. Mwanadamu hahitaji uhuru kuishi, uhuru wa kuvua nguo ndio apate likes na views, apate hela kula. Is that what you are telling me? Wanaovua nguo kupata views na likes, hawana hela kula, hawana chakula. Chakula chao kimechukuliwa na wao wanaowapa hizo views na come on. You all know what I'm talking about. Unaelewa? Number 1. Ardhi itoke kwa central government, ije kwa JKT. Pia Department of Education, idara ya elimu, lazima ije kwa JKT. Kwa sababu tunaojenga hili nchi tunahitaji elimu. Chadema na CCM, Chauma ni sawa na Republican na Democrat. Huu mfumo umefeli. Lazima tujifunze waliofeli, afu tuangalie hao ambao wamewaua, hao ambao wanafeli. How is Russia performing? Wakikaa mezani, wanaongea Kirusi, wanapanga mambo yao, hawabishani. Kama hakiwezekani, wanatuma wachache wakatafute hiyo elimu wailete nyumbani. China the same, Persia the same. Mswahili elimika.